kijana aliyemnong'oneza Naamani. Utasikia Roho anakuambia badilika, atakwambia acha ujinga, atakwambia nenda katubu, atakwambia nenda kapona, atakwambia unapata mtoto, atakwambia unainuliwa cheo. Ukamsikiliza huyo Roho wa kweli akuingize kwenye kisima kilichotibuliwa hapa, utaondoka nyumbani kwako ni kijana kadogo ka miaka 18. Mtu mmoja mpige Mungu makofi kama mwanamume. Mtu mmoja mpige Yesu makofi kama mwanamume. Ongeza makofi kama mwanamume. Haleluya. Lazima uone jambo tofauti ambalo hujawahi kuliona. Na ili ufike hapo, lazima Roho wa kweli aingie ndani. Kwa nini Roho wa kweli? Ni muombezi. Anatuombea kwa kushukuru kusemeka kutamkika. Sasa kama anaweza kutushauri, anaweza kutuombea kwenye kongamano hili, atafanya kazi nyingi sana. Lakini moja ya kazi ni kukuambia maisha unayoishi sio sawa. Kubali tu, kwani utapungua nini? Pigie Mungu makofi maana wewe mama amekisha nielewa. Sasa zao umetoka theater sasa hivi. Ongeza makofi kwa Mungu. Sitaongeza makofi kwa Yesu. Kwa nini? Fungua Yoshua sura 24. Yoshua sura 24. Wacha tuone, tumeanza na kwanza na kuabudu, tukafuata na pili. Bwana ametupa mambo 6 nimeyasema. Sasa tunafuata la 3. La 4 nitakuja kurudi baada ya mapumziko machache. Tutamwabudu Mungu tena. Lazima tumpe Roho Mtakatifu nafasi ya kutosha. Na wakati tunapoabudu muda wa kutosha, ndio mahali pa kujibibira kwa Bwana. Usiangaze ndio anaanza kutoa makamasi. Wewe ni kukaa kivyako. Hata ungeoa na kuolewa, siku ya kuondoka mna kitangulia wewe unabaki. Mka kitangulia wewe unabaki. Hata ungezaa mapacha, bado kuna hatukwaziki kaburi moja kama tutakuwepo. Kwa usiangalie huyu bwana anawaza chakula hana nyumbani. Bwana huyu gari yake halina mafuta. Bwana huyu achana naye. Wewe tengeneza Mungu ya kwako. Haleluya. Nataka ile wimbi la kuabudu ukisikia kugaragara. Ukisikia kupiga magoti, piga magoti. Ukisikia kuabudu, abudu. Na huku ana Mungu anapotuongoza tunaposogea mahali. Nataka kuona muda mwingi ni kuabudu. Na Mungu abebe mizigo yetu. Lakini mwisho hapo ni kuomba. Halafu baada hapo ni kusikia kama anachotaka kusikia kwa dakika hizi. Nakwambia leo tu itakupa msingi wa kutosha. Itakusababisha uweke vocha, watafute rafiki zako na ndugu zako. Soma hiyo mstari, musikie kwa makini. Yoshua sura 24 mstari wa 14 tutasoma mpaka mstari wa 15. Hadi mstari wa 16. Kama kuna mtu anaweza kusoma kwa haraka na kwenye microphone, basi atusomee, msikilize kwa makini. Yoshua sura 24 10-16. Biblia inasema, basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambayo mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watu wakajibu wakasema, hasha, tusimwache Bwana ili kuitumikia miungu mingine. Amen. Jina la Bwana libariki. Amen. Twende. Neno hili niweke msingi wa kutosha. Ameanza kwa ushawishi. Mcheni Bwana. Hili neno limejitegemea, ni sentence
iliyojifunga. Mcheni Bwana. Angekuwa na uwezo kufungua siweke koma, lakini ameifunga kuonyesha ni kitu kikubwa. Mwambie kiresi mwenzako, mwambie umche Bwana. Mgeuke mwenzako, mwambie umche Bwana. Kila mtu mwambie mtu, mwambie umche Bwana. Kwa nguvu mwambie umche Bwana. Umwishie Bwana. Haleluya. Ukisoma umche Bwana imeweka koma. Si ndio? Ndio. Imekamilika ijakamilika? Ni sentence imeanza kwa kifumbato cha kwanza. Angekuwa anataka isiwe na msisitizo, asingeweka koma. Kwa ameweka koma ili mjue ni kitu kimejikamilisha, ili kikae kimejiweka mahali kwa umche Bwana. Kwa hata ningeingia hapo ungepata sura kwamba ukisoma sentence ni